Viongozi wa upinzani wameanza kuzuru maeneo tofauti ya taifa kujitafutia uungwaji mkono. Leo hii wameanza katika kaunti ya Kitui. Walianza kwa kuisuta serikali kwa madai ya kuendelea kubagua baadhi ya sehemu nchini wakati wanapotekeleza miradi ya maendeleo. Ruto anaweka break. Hapa kuna Wamarekani wako tayari kutengeneza expressway. Inaitwa Usahihi Expressway Mombasa Nairobi. Lakini serikali ya Ruto inaweka break. Pale kwake tumeona leo ametuma mtu ya Soprano. Pelekea vijana bodaboda. Pelekea posho mill. Pelekea mitungi ya maziwa. Pelekea sharahani. Vitu ya maana. Lakini Wakenya wengine anawabeba ufa. Na mimi ndio niambia wabunge juzi, nyinyi mbebeba ufala na huyu Kasongo. Sasa ona leo. Jana mmekuwa hapa Kitui. Mnaleta 500 na maharagwe. Leo ametumana kwake boda boda, posho mill, vitu ambaye inaweza saidia watu. Ni mkabila si mkabila. Ako na madharau hana madharau. Viongozi hao wameahidi kuungana na kwamba hawataruhusu yeyote kuwatenganisha, huku nia yao ikiwa ni kutoa uongozi wa taifa mwaka 2027. Hii ndio team inaenda kupeleka Zakayo nyumbani 1. Hii ndio team inaenda kumaliza ufisadi wa Zakayo iwe 1. Na sisi tumesikizana. Wale viongozi wote tutaungana na tutatoa kiongozi mmoja ya kupambana na huyo Kasongo. Mkitaka tukae pamoja. Tukae pamoja. Wakusema wanawake tulipie kuzaa watoto. Kasongo must. Wakufanya watoto wetu tulipie mtihani. Kasongo must. Walitoa baadhi ya ahadi kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kupigania haki za wafanyikazi wa umma. Sisi tukichukua serikali na tunachukua priority number 1 ni Mombasa Nairobi highway. Watu wetu waache maneno. Hao wanaumia. Hii polisi hii wako na shida. Wakipeleka mabibi hospitali hakuna dawa. Wamekatwa pesa wanaumia. Sasa nyinyi polisi tutachunga mambo yenu. Tunajua saa nyingine mnaambiwa mtupige, lakini mkikumbuka mambo ya payslip, mkiambiwa mtupe tear gas pahali iko, mnatupa opposite direction. Upinzani umeonekana kuanza kuweka mikakati na kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Viongozi wakuu wa upinzani kama vile aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Fred Matiang'i wanashirikiana kuunda muungano thabiti utakaompinga Rais Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Upinzani pia unawalenga vijana wa Gen Z ambao wamekuwa mstari wa mbele kwenye maandamano ya kupinga sera za kiuchumi za serikali. Rigathi Gachagua amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Rais Ruto, hasa kuhusu madai kuwa Mlima Kenya imetengwa. Ameapa kuwa atapinga wanasiasa wa eneo hilo wanaomuunga mkono Rais William Ruto. Upinzani pia unatumia hali ngumu ya kiuchumi kama ajenda kuu ya kisiasa: kupanda kwa gharama ya maisha, ushuru mkubwa na kupungua kwa huduma za msingi. Ingawa upinzani unaonekana kupata uungwaji mkono, wana changamoto kubwa za kuunganisha msimamo tofauti ya kisiasa na kuwasilisha suluhisho la pamoja linaloaminika. Wakati huo huo, Rais William Ruto ameendeleza miradi ya maendeleo na mikakati ya kuimarisha uungaji mkono kutoka kwa wananchi. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira ya Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.